mtaani kwako. Na uwezo wa kufanya service, kufunga IC na kufanya mambo mengine ya mambo yayo. Mzunguko wote huu wa refrigeration unategemea component 4 ambazo ni compressor, evaporator, condenser, metering device na evaporator. Naiweza kufunga IC ambayo imegawanyika katika makundi mawili ambayo ina outdoor pamoja na indoor. Kwa wanaume wenzangu kujiunga na fani hii na sija kainyanyapa kwa sababu ni fani ambayo inaingiza hela na unakuwa una ujuzi wa haraka na unaweza ukaajiriwa au ukajiajiri mwenyewe. Unajua fani nyingi wanazosoma wadada wengi, wanaume wanaokuwa wachache, fursa zinakuwa nyingi kwa wanaume, hata kwenye kuajiriwa inakuwa ni wepesi sana kupata ajira. Si utofauti wetu na mafundi wa mtaani ni sisi ni mafundi mahiri. Tunajifunza kuanzia ile basic. Kifaa kinafanyaje kazi, kifaa kikiharibika tunawezaje kukitengeneza. Ni washauri vijana Tanzania nzima, ni washauri vijana mkoa wa Pwani, ni washauri vijana manispaa ya Kibaha, karibuni VETA. VETA tunatoa ujuzi. Ungana na Margaret Malisa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2:30 usiku na marudio yake kila siku ya Jumapili saa 3:30 asubuhi hapa Channel 10 ili uweze kufahamu mambo mengi yanayotokea mtaani kwako. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Mtaani Kwako, karibu tena katika kipindi hiki cha Mtaani Kwako ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio yakiwa ni kila Jumapili saa 3:30 asubuhi. Mimi ni Margaret Malisa, mtayarishaji na mtangazaji wa kipindi hiki cha Mtaani Kwako. Tunaendelea kukuletea mfululizo wa vipindi vya umuhimu wa vyuo vya ufundi stadi VETA kanda ya Mashariki. Wiki iliyopita tulikuwa katika mkoa wa Morogoro katika chuo cha ufundi stadi VETA pale Kihonda. Na wiki hii tuko mkoani Pwani. Hapa ni katika mtaa wa Ungindoni, kata ya Kongowe, manispaa ya Kibaha, mkoa wa Pwani, ambapo chuo hiki cha mkoa yaani VETA Kongowe kinapatikana katika mtaa huu wa Ungindoni. Kwanza tu tutamsikia hapa mkuu wa chuo hiki Madam Clara Kibodi ambaye atatueleza kwa kifupi historia ya chuo, lakini pia kufahamu ni fani gani zinatolewa katika chuo hiki, pia fursa gani ambazo kijana atakayehitimu katika chuo cha VETA hapa Kongowe mkoani Pwani atazipata. Chuo hiki cha VETA cha mkoa wa Pwani ni mojawapo kati ya vyuo 80 vinavyomilikiwa na VETA ambayo ni mafunzo ya ufundi stadi Tanzania. Lakini pia chuo hiki kiko katika mkoa wetu wa Pwani, ni chuo cha mkoa, lakini katika manispaa ya Kibaha na katika kata ya Kongowe na katika mji wa au mtaa wa Ungindoni. Chuo hiki kilifunguliwa rasmi mwaka 2012 na aliyekuwa waziri mkuu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pitapinda, kikiwa na fani 8. Na chuo hiki kwa sasa kina walimu 43 na jumla ya wanafunzi 437 kwa mwaka huu wa mafunzo ambapo tunaendelea. Kwa kifupi sana, chuo hiki kina fani 10 kwa sasa. Fani zetu ambazo tunazitoa ni ufundi wa magari, umeme wa magari, ufundi wa useremala, lakini pia tunatoa ufundi wa viyoyozi na majokofu na vitu vya baridi na moto, lakini pia tunatoa ufundi wa umeme wa majumbani na viwandani. Tunatoa pia ufundi wa vifaa vya umeme mdogo, vifaa kama simu na vifaa vingine vya umeme mdogo. Lakini pia tunatoa ufundi katika eneo la usaidizi wa maabara. Lakini pia tunatoa mafunzo katika fani ya uhaziri na kompyuta, na pia tunatoa mafunzo katika ubunifu na ushonaji. Katika ushonaji na ubunifu tunapenda sana kusema ni ushonaji na ubunifu wa mitindo. Sasa hivi tumeongeza kidogo, tunafanya pia ubunifu katika ushonaji. Tunabuni vitu mbalimbali. Lakini pia katika chuo chetu cha VETA cha mkoa wa Pwani tuna fani zingine hizi 10 zote tunatoa mafunzo ya kozi fupi. Sasa kozi fupi tunatoa fani zote, yani kozi za muda wa miezi 3 na miezi 6. Lakini pia tunatoa kozi ya udereva wa awali pamoja na udereva wa abiria.
Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika chuo chetu cha mkoa wa Pwani. Nashukuru sana madam. Na ni vijana wangapi wanahitimu kwa wastani hapa kwa mwaka? Na mnafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanaohitimu hapa wanapata hiyo fursa ya kuajiriwa katika viwanda vilivyopo? Katika chuo chetu cha mkoa wa Pwani, labda nirudi miaka kama miwili nyuma, 2024 walimaliza wanafunzi kama 405, lakini 2025 walimaliza wanafunzi kama 458, na sasa hivi tuna wanafunzi waliomaliza ambao wanaendelea ni 437. Kwa hiyo kwa kawaida wanafunzi wetu wanapomaliza, asilimia zaidi ya 90 wanaajiriwa wengine, na wengine wanapata kujiajiri wenyewe. Tunayo mifano mingi sana. Kwa mfano katika mkoa wetu wa Pwani hapa tuna viwanda vingi sana. Kuna kiwanda kimoja cha madawa kinaitwa Kairuki, ndugu mtangazaji, wanafunzi wetu zaidi ya 7-8 wameajiriwa kule, na katika fani ya usaidizi wa maabara. Lakini pia tuna wanafunzi katika fani ya uhazili na kompyuta kama zaidi ya 10 hivi, na wenyewe wamepata ajira maeneo mbalimbali. Siwezi kuyataja yote, yani kuna wengine Dodoma, kuna wengine Dar es Salaam, kuna mwingine yuko halmashauri ya Rufiji kule kama secretary. Lakini ambacho kinatia moyo kwa wanafunzi wanaochukua ufundi hapa, kuna mwanafunzi wa sekretari alimaliza 2016 yuko Dubai, ndugu mtangazaji. Anafanya kazi ya uhazili wa kompyuta kama secretary. Kwa kweli binafsi kama mkuu wa kituo ninajisikia vizuri sana. Katika fani mbalimbali, yani wanafunzi ni wengi. Siwezi kutoa mifano, yani wanafunzi ni wengi, lakini asilimia zaidi ya 90 wanajiajiri na wanapata ajira. Lakini pia mahusiano yetu sisi na viwanda. Hapa niseme kidogo kwamba chuo chetu cha VETA cha mkoa wa Pwani tumepata bahati sana ya kuwa na mafunzo ya uanagenzi pacha. Sisi tulianza 2025. Kwa hiyo tulipoanza mfumo wake unakuwa hivi: mwanafunzi anapojiunga wiki 7 anakuwa chuoni, wiki 12 anakuwa kiwandani kwa mwajiri. Wiki 7 anarudi tena chuoni, wiki 10 anarudi kwa mwajiri. Halafu wiki 6 anarudi tena chuoni, wiki 10 anarudi kwa mwajiri. Kwa hiyo kwa mwaka mzima mwanafunzi huyu wa wanagenzi pacha wiki 32 anakuwa kwa mwajiri kiwandani, halafu wiki 20 anakuwa kwetu. Kwa hiyo akisoma miaka mitatu, sehemu kubwa, yani wiki 96 sasa kwa miaka yote mitatu anakuwa kwa mwajiri. Lakini wiki sasa 60 ndio anakuwa kwetu. Kwa hiyo ina maana kwamba mfumo huu umeanzishwa kwenye maeneo yale ambayo wameona kwamba kuna viwanda pia vingi. Mwanafunzi anaweza kufanya mazoezi zaidi akiwa kiwandani. Labda sasa tuende kwenye mafanikio ya chuo. Tuangalie serikali, sekta binafsi, namna gani wanachangia kuboresha mazingira ya chuo hiki. Kwanza kabisa, kabla sijasema mafanikio, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameweka kipaumbele kikubwa sana kuhusiana na vyuo vya VETA au kuhusiana na ujuzi. Ukiangalia katika dira ya taifa ya mwaka 2020 mpaka 2050, katika nguzo ya pili ameeleza jinsi ambavyo inahitajika jamii ambayo imeelimika na yenye ujuzi. Kwa hiyo mimi binafsi naona serikali imefanya kazi kubwa sana. Kwanza kuweka dira ambayo inahusiana na masuala ya ujuzi. Ni jambo ambalo sisi kama VETA tunajivunia. Tunaona ni mafanikio makubwa sana kupitia serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kupitia eneo hilo la dira, na sisi tunaendeleza ujuzi huo ambao sasa katika dira unaendelea kukaziwa. Kwa hiyo hilo sisi ni fanikio mojawapo kubwa, kwamba tunatoa vijana ambao wana ujuzi, na hao vijana wenye ujuzi sasa wakishamaliza, maana yake wanaenda kwenye jamii ambayo serikali yetu kwa pamoja na yenyewe inatamani vijana wawe na ujuzi. Sasa wakishakuwa na ujuzi, wakifika kwenye jamii wakiutumia ule ujuzi, wanaleta maendeleo, jamii inakuwa na maendeleo. Lakini fanikio la pili lirudi kwenye upande wetu sasa wa sisi kama taasisi. Katika dira yetu sisi tunatamani Tanzania yenye mafundi stadi wa kutosha na wenye ujuzi na uwezo.
Unaona? Hiyo sasa ni dira ya VETA. Katika dira hiyo ya VETA sasa, ambayo tunahitaji kuwa na mafundi stadi wenye ujuzi na wa kutosha. Hilo ni fanikio kubwa, kwa sababu kupitia dira hiyo sasa ndio vyuo vyetu sasa vinatoa mafunzo. Lakini pia kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali tumeweza kupata mafanikio mengine. Kwa mfano, kuna taasisi moja inaitwa Rehema, walitusaidia wakajenga kisima. Kwa kweli sisi tumeona ni mafanikio makubwa, kwa sababu kuna nyakati maji haya yetu ya kawaida yanakuwa yapatikana, lakini tuna maji ya kisima kwa wanafunzi wetu ambao wanakaa katika mabweni yetu. Tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Mwaka jana tulikuwa na mafunzo yanaitwa Kina Mama na Samia, si ndio Tulikuwa na wanafunzi zaidi ya 350 walikuja hapa wakapata mafunzo katika fani ya ushonaji na ubunifu wa mitindo, lakini katika fani ya usaidizi wa maabara. Walijifunza pia katika ushonaji na ubunifu wa mitindo kutengeneza vifaa mbalimbali vya kuvaa, lakini pia ushonaji, lakini walitoka na ujuzi mbalimbali. Lakini mafanikio mengine, chuo chetu kimekuwa kikitoa mafunzo yanayofadhiliwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Hilo kwetu sisi tumeona ni fanikio. Kwa sababu gani ninasema ni mafanikio makubwa? Kwa sababu ofisi ya Waziri Mkuu inapoleta wale wanafunzi, wanachaguliwa kutoka katika mazingira ya vijana wenye hali ambazo ni ngumu kidogo. Kwa hiyo wanapoletwa hapa tunawafundisha ujuzi. Mafanikio mengine katika chuo chetu cha VETA cha mkoa wa Pwani, tunashukuru sana serikali yetu pamoja na taasisi yetu ya VETA. Mwaka uliopita wametuletea vifaa vipya kwenye fani ya ushonaji na ubunifu wa mitindo. Kwa kweli vifaa vile ni vifaa ambavyo ni vya kisasa. Tuna mashine ya kutarizi, lakini pia tuna mashine ya kufuma, wanaita knitting machine, na vifaa vingine vingi sana ambavyo tunaamini kabisa kwamba kupitia vifaa vile ambavyo kupitia taasisi yetu, fedha ya maendeleo na serikali yetu, vifaa vile vitaisaidia fani hii kuongeza uzalishaji na kipato katika kutoa mafunzo, lakini pia katika kuongeza eneo la uzalishaji. Pamoja na mafanikio mengi sana ambayo nimeyaeleza ya chuo chetu cha VETA cha mkoa wa Pwani, ninapenda sasa nichukue nafasi kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Na pia ninapenda kumshukuru sana mkurugenzi wangu wa VETA, CPA Anthony Mzee Kasore, kwa sababu wote kwa pamoja, kwa kushirikiana, tumeweza kutoa ujuzi kupitia vyuo hivi ambavyo vinatoa mafunzo ya ufundi stadi Tanzania. Tunao msemo wetu unasema, ufundi stadi fursa kama zote kwa watu wote, yaani rika lote tunawakaribisha VETA. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana mkuu wa chuo hiki cha Kongoe VETA hapa mkoa wa Pwani. Na mtazamaji wa kipindi cha Mtaani Kwako, umemsikia mkuu wa chuo hiki akituelezea kwa kifupi historia ya chuo, lakini pia fursa mbalimbali, na kuwataka vijana wote wa Kitanzania, bila kujalisha elimu yako, usisubiri kuajiriwa. VETA ipo kwa ajili yako. Endelea kutufuatilia. Sasa tunakwenda kwenye karakana mbalimbali za chuo hiki. Mtazamaji, hii ni karakana ya ufundi wa vifaa vya umeme na TEHAMA. Nyuma yangu hapa ni Mwalimu Baraka, mkufunzi katika fani hii. Yeye atatueleza nini hasa kinafanyika hapa. Tunaona kitu kama TV. Atueleze hii ni TV au ni kitu gani? Karibu Mwalimu Baraka. Kwa majina naitwa Baraka Otenda, ni mwalimu wa ufundi vifaa vidogo vya umeme kwa maana electronics. Mfano hapa, ndugu mtazamaji, hii inaonekana kama TV, lakini sio TV, ni monitor ambayo inatumika kwa ajili ya kudisplay yale matukio ambayo yanafanyika na yanayotendeka. Monitor hii tumeiweka kwa ajili ya ulinzi wetu wa karakana. Kwa maana sisi hapa ndani mwetu kwenye karakana yetu tumefunga mfumo wa CCTV camera. Ambapo mfumo wa CCTV camera ukiangalia hapa tuna madarasa matatu. Ili ni darasa, huyu ni madam unamuona hapa, lakini pia hili nalo ni darasa ambalo liko ndani kule.
lakini control yote tunaicontrol humo ofisini kwetu. Kwa hiyo inatusaidia sisi, badala ya kutafuta vifaa vilivyopotea, kama mwanafunzi atabahatika kuondoka na kifaa, tutaweza kuona namna ambavyo vifaa vimefanyeje, vimepotea. Lakini pia inatusaidia kuona wanafunzi wetu kama wako haida, hawana majukumu ya kufanya, tunaweza tukawasaidia. Mfumo huu tunaufanya sisi wenyewe kama electronics, kwa sababu ndani ya fani yetu sisi wenyewe. Mtazamaji, hapa ni katika karakana ya uchomeleaji na uungaji wa vyuma. Mimi naitwa Mwalimu Ezekiel Shili, ni mwalimu wa fani ya welding and fabrication. Hii ni fani ambayo kwanza niko sokoni, na mtu yoyote ambaye ana uhitaji wa kusoma na kujifunza kupata maarifa, hii ni moja kati ya fani ambayo itamsaidia, kwa sababu akisoma miezi mitatu ana uwezo wa kutengeneza kitu. Anaweza kutengeneza kitanda, anaweza kutengeneza meza, anaweza kutengeneza jambo. Kwa hiyo ana uwezo wa kujiajiri. Sasa tuko katika karakana ya ufundi wa magari. Katika fani yetu ya ufundi magari tunatoa kozi fupi na kozi ndefu. Kwa upande wa kozi ndefu tuna level 1 na level 2 na level 3. Lakini kwa kozi fupi tunatoa kozi kuanzia miezi mitatu hadi miezi. Mtazamaji, hapa ni katika karakana ya ubunifu wa mavazi, kushona na teknolojia ya nguo. Kwa majina naitwa Grace Joseph Mbenani, mwalimu wa VETA Pwani katika fani ya ubunifu wa mavazi na teknolojia ya nguo. Fani hii ni fani kubwa sana. Katika hii fani ya ubunifu wa mavazi na teknolojia ya nguo tunawafundisha wanafunzi ni namna ya kushona nguo, vile tunawafundisha wanafunzi namna ya kuchapa rangi kwenye nguo, vile tunawafundisha wanafunzi namna ya kutalizi mapambo mbalimbali kwenye nguo. Jina naitwa Walter Junior Mariale, ni mwanafunzi wa chuo cha VETA Pwani, natokea Dar es Salaam. Ni mwanafunzi wa kozi ya ushonaji, ubunifu wa nguo na teknolojia ya mavazi. Fani yetu tupo watu 65, lakini wasichana ni wengi kuliko wanaume. Wanaume tupo 3. Kwa inaonekana kabisa katika fani yetu hii bado kuna uhitaji wa wanaume, na bado wanaume wanainyanyapaa kazi au hii fani kwa kuona ni ya kike, wakati na faida nyingi hasa sisi kwetu kwa upande wa wanaume. Naitwa Goodluck Mfugale, ni mkufunzi wa fani ya useremala na vyuma ambayo inatolewa katika chuo cha VETA mkoa wa Pwani. Fani hii fursa zake zilizoko mtaani, zipo fursa nyingi. Zipo fursa za utengenezaji wa samani, utengenezaji wa milango na bidhaa nyingine za mbao, lakini pia utengenezaji wa bidhaa nyingine za chuma kama aluminium, na bidhaa za vyuma vyepesi, miundo ya vyuma vyepesi. Naitwa Mwalimu Victor Ngowe, ni mwalimu wa refrigeration and air condition chuo cha VETA Pwani. Mafunzo ambayo tunatoa sana sana ni ya refrigeration and air condition kwa mfumo wa awali ambao nasema na basic refrigeration system, lakini pia akiwa mwanafunzi anaingia mwaka wa pili anasoma masuala ya commercial system, mwaka wa 3 anajifunza mafunzo ya industrial system ya refrigeration. Nimekuja kujifunza hii fani kwa sababu fani ambayo naipenda. Alafu nimekuja kuangalia kuna watu wahanga wengi ambao wanakumbwa na hizi changamoto za viyoyozi. Mfano kama katika mazingira haya ukanda wa Dar es Salaam na Pwani kunapo na joto kali sana. Na uwezo wa kufanya service, kufunga IC na kufanya mambo mengine ya mambo yale. Mtazamaji wa kipindi cha Mtaani Kwako, bado tuko hapa VETA Kongowe mkoa wa Pwani. Tumezunguka kwenye karakana mbalimbali na hii ni karakana ya ufundi umeme wa majumbani. Kwa majina naitwa Mwalimu Protas Veronica Kifaru, mwalimu katika fani ya umeme wa majumbani katika chuo cha VETA Pwani. Fani yetu ya umeme hapa tunatoa mafunzo kwa mifumo miwili. Mfumo wa kwanza tunaita ni long course, lakini pia tuna mfumo wa pili tunaita ni short course. Katika upande wa long course
katika fani ya umeme wanafunzi wanasoma ndani ya miaka mitatu, lakini katika upande wa short course mwanafunzi ataweza kusoma miezi mitatu, lakini pia kuna wengine wanataka wasome miezi 6, pia inawezekana. Sasa tunamalizia na kozi mbili, kozi ya maabara ya viwandani, lakini pia kozi ya uhazili. Endelea kutufuatilia tunapoelekea kufikia mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji, hili ni darasa la uhazili. Hapa nyuma yangu vijana wanaendelea kuchapa kwa kutumia typewriter. Mwalimu, hebu tusaidie. Naona vijana wanachapa kwa kutumia typewriter, lakini sasa hivi tunaona hizi typewriter zilipotea, watu wanatumia kompyuta. Hii imekaaje? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa sasa hivi kweli wanatumia kompyuta kwa sababu inatumia umeme, lakini hii typewriter ni manual, kwanza haitumii umeme, ni manual ambapo ni movable, inaweza kutumika sehemu yoyote ambayo kuna umeme na hakuna umeme. Na hii typewriter inamsaidia kwanza mtoto kupata spidi, kuchanganya mikono kwa wakati na kuweza kupata ile spidi, kwa sababu hii haitumii umeme na anaweza akachapa vizuri kabisa bila kuangalia, tofauti na kwenye kompyuta ambapo anaweza akaedit au akafanya marekebisho yoyote. Baada ya kutoka hapa unamhakikishia nini ya kijana huyu ambaye anajifunza typewriter kwamba atapata wapi ajira, kwa maana maofisi mengi yanatumia kompyuta? Yes. Kuna sehemu mbalimbali ambazo na zenyewe zinatumia hizi typewriter, ikiwemo mahakamani, sehemu mbalimbali ambazo zinatumia zile sehemu ambazo ni confidential, ambapo hawataki maandishi yawe yamekuwa edited, na hata katika private sector na zenyewe vile vile wanatumia. Kwa hiyo uhakika upo wa ajira, kwa sababu akishapata spidi ataweza akatumia hiyo typewriter na vile vile anaweza kutumia hiyo kompyuta. Asante mwalimu. Hebu tumwangalie na huyu anaye type hapa. Unaitwa nani? Naitwa Rose Ulembo. Hapa uko mwaka ngapi? Niko mwaka wa 3. Kwa maana unafika ukingoni mwa kozi. Sasa uchapaji wako una labda kwa mfano hii peji moja unaweza ukachapa kwa muda wa dakika ngapi? Naweza kuchapa kwa muda wa dakika 10. Asante. Lakini namuona kuna kijana pale. Mara nyingi sana kozi kama hizi wanaume huwa ni mara chache sana kuwakuta wakiwa wamejifunza kozi za namna hiyo. Niambie ndugu yangu, unaitwa nani? Naitwa Abdalla Hamisi Bane. Mimi kinisukuma sana kuja kwenye fani hii kwa sababu fursa nyingi zinaonekana zipo. Ni kwa sababu unajua fani nyingi wanazosoma wadada wengi, wanaume wanaokuwa wachache, fursa zinakuwa nyingi kwa wanaume. Hata kwenye kuajiliwa inakuwa ni wepesi sana kupata ajira kwa sababu huwa mnapewa kipaumbele, tofauti kama ukisoma fani nyingine ambazo mpo boys wengi kuliko girls. Kwa hata mkienda hata kwenye kuomba kazi inakuletea changamoto kidogo. Hii ni moja wapo ya sababu iliyonisukuma kuja kusomea fani hii. Nategemea hata kama nisipoajiliwa nije nijiajiri mwenyewe kwa ofisi yangu kakanisogeza kimaisha. Mtazamaji, tukiwa tunafika ukingoni mwa kipindi hiki, tuko katika fani ya maabara ya viwandani. Kwa kifupi kabisa, fani yetu tunasema ni usaidizi wa maabara. Kwa maana tunawaandaa vijana ambao watakuwa lab assistant, kama ni wasaidizi katika maabara kwa level yao ya cheti. Na hususan hao tunawaandaa vijana wetu kwa ajili ya kusaidia zile kazi za mpangilio mzima au kufanya uchunguzi mbalimbali katika maabara hasa za viwandani, ambako tunatarajia mwanafunzi anaweza kufanya kazi zile ndogo ndogo. Watu tunasema wasaidizi, maana wanasaidia zile kazi ambazo zinafanyika, tafiti mbalimbali, inawezekana ikawa tafiti, lakini pia ikawa uchunguzi mbalimbali au utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani. Kwa hawa wanafunzi wanakuwa hasa ni eneo la kiwanda, lakini pia na maeneo ambayo yanafanyika tafiti mbalimbali. Inawezekana sio kiwanda, lakini ikawa taasisi ambayo inafanya uchunguzi. Kwa mfano labda taasisi inafanya utafiti wa vyakula mfano, au viwango, shirika la viwango vya chakula kwa mfano TBS wanafanya kazi pia, lakini pia kuna kwa mfano TMDA wanafanya uhakiki wa vifaa tiba ambao wanahakiki ubora wa vifaa tiba kwa mfano wake. Kwa hiyo wao wenyewe wanaandaliwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi mbalimbali au analysis katika level ya kiwanda au taasisi za uchunguzi mbalimbali. Inawezekana ikawa kuna maabara za udongo au maabara za tafiti za kilimo, wenyewe wanaweza kufanya kazi. Asante sana mwalimu. Na mtazamaji wa kipindi cha Mtaani Kwako, huyo alikuwa ni mwalimu wa fani ya maabara ya viwandani katika chuo hiki cha ufundi stadi VETA hapa Kongoe, mkoa wa Pwani.
Hadi kufikia hapo, kipindi hiki hakina la ziada. Ukumbuke tu kwamba leo tulikuwa hapa VETA Pwani na tumeangazia fani mbalimbali. Hapa kuna fani 10 ambazo wanafunzi wanasoma. Umesikia walimu wakieleza namna ambavyo wanatoa ujuzi huu kwa vijana hawa wa Kitanzania, lakini pia tumemsikia mkuu wa chuo hiki akieleza historia ya chuo, fursa gani ambazo chuo inatoa kwa ajili ya kozi ile ya uanagenzi na mambo mengi kadha wa kadha. Hadi wakati mwingine, mimi ni Margaret Malisa. Endelea kutazama vipindi vingine hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa.